zitatoka na wewe, zitatembea na wewe. Kwenu jina la baraka litaanza na wewe. Juu ya watu waliobarikiwa utakuwa wewe. Juu ya watu walioinuliwa utakuwa wewe. Juu ya watu wenye jina zuri utakuwa wewe. Katika jina la Yesu upako uwe juu yako. Neno la kinabii likuvae. Livae mwili wako. Livae kibali chako. Livae jina lako. Livae hatua zako. I bless in the mighty name of Jesus. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakawafanya maisha yao kuwa uchungu. Alafu Wamisri wakafanya maisha ya wana wa Israeli kuwa ya uchungu, sio ya amani wala ya furaha. Kazi ya kuchakaa, alafu ile kazi ya kuchakaa na ya matofali, alafu kazi yenyewe ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba, alafu kila namna ya kazi ya mashambani. Kwa kazi zao zote walizowatumikisha, kazi zote ngumu wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema, alafu mfalme wa Misri akawaambia, na wazalishe, akazungumza na wazalishaji wa Waebrania, wazalishaji wa Waebrania. Mmoja jina lake anaitwa Shifra, wa kwanza anaitwa Shifra, na wa pili jina lake anaitwa Pua, wa pili anaitwa Pua. Full stop. Ndio maana nikakwambia unawajua majina waliozuia kipawa chako kisizaliwe, waliozuia biashara yako isionekane, waliozuia huduma yako isifanikiwe. Ni akina nani? Wanaitwa wazalishaji wa Kimisri, watendao kazi kwenye madhabahu za giza. Una kipawa kama mwana wa Israeli. Nimesoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Mwandishi wa Kutoka ni Musa, anajulikana, analeta habari ya ajabu sana juu ya historia ya wana wa Israeli. Majira haya wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri, juu ya mikono ya mfalme anaitwa Farao. Juu ya Farao kuna watu wanaitwa Wamisri. Juu ya Wamisri kuna watu wenye uwezo, kuna mawaziri, kuna watu department. Wana wa Israeli wamewekwa chini ya hao watu. Alafu hao watu wanazungumza vitu vya ajabu. Mtumwa wa Mungu anaitwa Israeli amewekwa juu ya watu. Leo nakataa usiwe chini ya watu wabaya. Nakataa maisha yako yasiwe juu ya watu wabaya, yasiwe chini ya watu wabaya. Usitumikishwe na utumwa wa Misri. Wakutumikishao kiroho nakataa leo. Wakutumikishao kwa uchawi nakataa leo. Katika jina la Yesu nakataa. Jambo jipya linazaliwa juu ya wana wa Israeli. Kutoka kwao Misri ni jambo jipya kwao. Leo kuna jambo jipya linazaliwa juu yako. Leo kuna jambo jipya linazaliwa juu yako. Leo kuna jambo jipya linazaliwa juu yako. Haijalishi wamezuia miaka mingapi, haijalishi limepita majira na miaka yake, ila Bwana atayageuza majira tena, ila Bwana atayafanya yawe mapya tena. Haijalishi kimezuiliwa kwa uchawi upi, ila kitafunguliwa leo, maana sisi Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni majira mtu amekaa utumwani. Ni majira mtu mwenye vision amekaa katika utumwa wa kifungo. Una elimu ndio, una nyota ndio, una mawazo ya biashara ndio. Mwanzo nikasema sizungumzi mimba kama mimba ya damu na nyama. Ninazungumza mimba juu ya vision uliyobeba. Ninazungumza mimba juu ya plan ulizobeba. Ninazungumza mimba juu ya mawazo mapana uliyobeba. Ninazungumza mimba juu ya mipango uliyobeba. Ninazungumza mimba juu ya ndoto ulizoona hazijawa. Ninazungumza mimba juu ya maono uliyoona na hayajatimia. Umeitwa kuwa mhubiri, bado haujawa. Umeitwa kuwa mwimbaji wa mataifa, bado haujawa. Umeitwa kuwa mfanyabiashara wa kimataifa, bado haujawa. Ila itisiwatai. Nazungumza itisiwatai. Maana ulichokibeba si kwa uwezo wa wanadamu, bali ulichokibeba ni kwa nguvu ya aliye juu. Na majira haya lazima kisaliwe. Ndipo ninapenda kuzungumza na Shifra na Pua waliosimama kinyume chako, waliozungumza na wewe kinyume, waliozungumza na wewe kuua maono, waliokuja kuzuia kitu chako kisizaliwe. Ndio nasema nao kiroho leo, ndio nahubiri nao kiroho leo.
hata kiachiliwa kitazaliwa. Wataachia nyota yako ilete mafanikio, wataachia jina lako litaonekana, wataachia biashara yako itafanikiwa. Ile sifa na pua lazima waachie. Hawaachii kwa sababu wametaka, wanaachia kwa sababu ya uwezo wa aliye juu, si kwa sababu wamependa. Nataka unisikilize. Andiko linasema mfalme wa Misri Farao akazungumza na sifa na pua, akawaambia hivi, tunawatumikisha sawa. Sababu gani? Mwanzo anasema hivi, hawa wana wa Israeli ni wengi, wasije wakatushinda, na tuwatende kwa akili. Tuwatende kwa nini? Kwa akili. Yoyote aliyokutenda kwa akili na kataa, kwa akili ya kipepo na kataa, kwa akili ya kiovu na kataa, kwa akili ya uchawi na kataa. Hiyo akili yao naifanya kuwa wenda wazimu, haitafanikiwa kwako, haitafanikiwa juu ya hiyo vision. Ni majira ya kuzaa baraka yako, itazaliwa kwa nguvu ya aliye juu. Nisikilize, mwanamke aliyezaa ananielewa kitu ninachozungumza. Majira ya mtu aliyebeba mimba yakifika miezi 9, hicho kitu lazima kisaliwe, iwe kwa kawaida, iwe kwa operation. Maana kwenye tumbo la mwanamke kinasema hakiwezi tena kukaa, mwili unakataa, system inagoma, kila kitu kinabadilika. Ukifika kwa specialist unakwambia it's your time, hiki kitu hakiwezi kukaa tumboni, lazima kitakufa au utapoteza. Hivyo lazima tufanye operation. Hivyo ninanena kwa operation ya roho lazima tutatoka. Haijalishi miaka iliyoliwa, haijalishi kimesiriliwa kwa namna gani, ila iko nguvu ya aliye juu itakukalia. Katika jina la Yesu natabiri juu yako, hayo maono uliyobeba, hicho kipawa ulichobeba, iko nguvu ya aliye juu leo. Hawaachiaje eti wamependa. Huwa ni oda ya mkuu, huwa ni oda ya kifalme. Farao anawaambia sifa, pua. Kwa sababu gani? Tunawatenda kwa akili. Wacha wabebe mimba, ila watoto wa kiume hawataishi. Wacha wabebe mimba, kazi wanafanya sawa, kazi wanatenda sawa. Tumewapa kazi nzito ila bado wanazaa. Tumewabebesha masikini ila bado wanaishi. Tumewabebesha magonjwa ila bado wanaishi. Hawatazaa mafanikio, na tabiri utazaa hata kama wamefunga na mapepo, ila ya nguvu ya aliye juu itakuichilia leo. Katika jina la Yesu utatembea katika njia zingine, utatembea kwenye upako mwingine, vitu vyako vitazaliwa vingine, nguvu nyingine itakukalia, sio ya jana wala ya usiku, itakukalia nguvu ya Desemba. Ni kwa sababu ya yeye aliye juu. Sikiliza terminology zinazotumika. Hawa nikitaka niwazuie, mnaongea na wazalishaji wa Misri, maana ni watumwa wa Wamisri. Hospitali ni sawa, wazalishaji ni wa Misri. Mimba ni za Waebrania, Wayahudi, taifa teule Israeli. Asizaliwe mtoto wa kiume akaishi, maana akiishi kizazi kitaongezeka. Sentensi ni nini? Wasije wakaongezeka ili wakapata nguvu juu ya nchi, wakitokea kushikamana na adui zetu wakashinda. Sasa wanawake waache, ila wakizaa watoto wa kiume kila. Mnaua wakati gani? Wala wasiwaone. Yaani mumkabidhi mtoto amekufa. Kwa mnapopokea mtoto, nyonga. Ukisikia tu wa kiume, nyonga. Mwambie mtoto amekufa, ili kwa ndio mfano. Juu ya maisha yako nazungumza nini kinaendelea? Umebeba vision ngapi? Umeplani mambo mangapi? Kwa nini ngapi zimefanikiwa? Turudi hapo, endelea kusoma. 15 anasema nini? Biblical. Anasema nini? Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Ndio. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili aliitwa Pua.
Endelea. Akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania napowaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali akiwa wa kike na aishi. Endelea. Lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha nani? Mungu. Si kwa amri ya mfalme walikataa, ni kwa sababu ya uchamungu uliokuwa ndani yao. Kuna amri ya kimungu ikienda juu ya hata mtu mbaya, akili yake inavuka, anatenda mema. Akikutendea mema afu anabaki anashangaa, ilikuwaje sikumharibu huyo? Ilikuwaje akavuka huyo mtu? Si kwa sababu ya akili yake, ni kwa sababu ya maombi uliyoomba yakaenda on target. Kwa ajili ya nini? Unataka kuzalisha nini? Wanaitwa wazalishaji. Mbele yako nani anaweza kuzalisha? Si mwanadamu. Kile ulichobeba kiroho, si mwanadamu anaweza kukizalisha. Na kama Mungu ataruhusu mwanadamu, basi mwenye nguvu ya roho ndio anaweza kukusaidia kile ulichokibeba kiweze kuzaliwa. Una maono ya namna gani? Ila kutegemea. Sisi itakuwaje? Una vision? Una maono? Unataka yazawe kwa fedha ulionayo, kwa elimu ulionayo, ili kizaliwe ni kwa nguvu ya aliye juu. Si fedha, ni kwa nguvu ya aliye juu. Fedha inafuata. Cha kwanza huwa ni vision, pili huwa ni nguvu ya aliye juu. Kwa maana kuna kitu watu wengi wanashindwa kuelewa, kwamba kanisa hili liende linahitaji nguvu ya aliye juu, ndiko kanisa linaenda. Kama unataka kwenda katika engo yoyote duniani, na kuambia wewe na kidole kinakutazama, engo yoyote duniani inategemea nguvu ya aliye juu. Si kwa akili, si kwa mikono, si kwa fedha. Fedha inafuata. Plani chochote unachoplani, tafuta nguvu ya aliye juu. Tafuta nguvu ya aliye juu. Maana yake ni nini? Hautachoka, hautakataliwa, hautapoteza. Kila siku utakuwa kwenda, unapanda. Ukianguka anakushika mkono. Inuka mwanangu, amka, usianguke, piga hatua. Kwa sababu gani? Unatembea kwa nguvu za aliye juu. Anakuongoza, anakuita. Hapo kuna mtego, unaona nimesafisha, nimetegua mtego, vuka. Yaani kidogo nianguke, hapo unaona panda ngazi, unapanda mpaka nimefika ngazi ya mwisho. Nusu nianguke, upepo ukavuma. Nguvu za aliye juu. Nakubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Uinuliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sasa sizungumzi mimba kama mimba ya kibinadamu. Nazungumza mimba kama maono ulionayo. Nazungumza mimba kama plani ulizonazo. Nazungumza mimba kama kipawa ulichonacho. Ninazungumza mimba kama vitu ambavyo unatarajia kuwekeza. Kile unataka kianze kwa nguvu ya fedha. Walioanzisha kwa nguvu ya fedha nilipotea. Ile walioanzisha kwa nguvu ya roho, nataka unielewe, kwa nguvu ya roho. Kwa maana wengi mnawaona wakitaka kuanzisha chochote, la sivyo watakatifu ibada itapigwa. Wachawi wataleta waganga wafanye ibada za kichawi. Kwa sababu gani? Kinachotaka kuzaliwa pale kinategemea nguvu ya roho. Ili kiishi, ili kikue, ili watu wakikubali, kinahitaji nguvu ya roho. Bwana akukalie leo kwa jina la Yesu aliye hai. Hicho ulichobeba lazima kizaliwe. Sema hii nguvu ya aliye juu, pesa ya Roho Mtakatifu ikukalie. Kama unayo imani sema na. Hao wazalishaji wauaji waharibiwe. Huyo kuwa na sifa